mimi hata kukutana na Nadia I think alikuwa side chick wangu. Unaona? Actually yes, alituambia kuna ule jamaa wa Lang'ata. So inamaanisha nilikuwa namwimbia yeye. Unajua? Yeye ndiye alikuwa side chick hiyo time. So nilikuwa nimejieka. So nilikuwa alikuwa side chick. Na nikakuja nikabadilisha gava so ni experiences za watu. Sometimes unapata na your current husband ni mtu mwenye mlikuwa maybe mko tu na mahusiano hapo kando, ikakuja ikashike ikakuwa sasa yeye ndio main. Cause ujuange nani. Yeah, so si ati tulikuwa tunaimbia ati Nadia ati mimi nimepata side chick, no. Ni society tu, vitu venye zina happen. Kwenye huko unaweza kuwa saina bwana wako na hiyo time anakupata ulikuwa side chick yake, na sasa wewe ndio main ama wewe ndio main. Sijui ni kama Obina pia ni kama walikuwa wamepanga tu na huyo mtu tu nimalizwe. Cause tell me why mimi kwa kampu yangu sijafanywa medical checkups. Unajua lazima kupanda ile ring lazima nipimwe. So after nimemaliza kupimwa nikapata ni pressure yangu ilikuwa imeshuka. Cause hydration yangu ilikuwa pia chini. I think pia na hizo makukohoa nilikuwa nimwambia. So jamaa alikuwa na kila mgonjwa. So Shakib, wherever you are, you are fighting a sick person. That's why I can confidently say I'ma ask for a rematch. So wewe ulikuwa unataka Obina kukumbusha kunywa maji? Si maji. Hizo checkups ningeambiwa mapema. Unajua ni vitu ningeadjust. Because pressure ilikuwa imeshuka. And then pia nilikuwa nakohoa sana. Ningekuwa na mtu medic mwenye unajua. So ngoja ukikohoa ulikuwa unadhania nini inafanyika? Sasa ikikohoa nilikuwa najua ni mimi ni mgonjwa. Okay, so ulikuwa unajua ni mgonjwa. So ulikuwa unataka Obina aseme confirm ni mgonjwa. Si Obina actually kazi yake iko hapo sasa ni medics. Ni actually ni federation sasa ni medics. Wenye hao wajue boxer mwenye anapanda ring ako hali gani. Unaona? But sasa unless we inject maybe wangeona ninakohoa ndio mkwe na homa wote. Juu sasa sio wangejua hiyo wangeijua kama umenipima. So hapo nipima. Unacheki. Unaona? So mimi nilienda pale nikasema let me go represent, already nimeshatupa na usiki tu. Wacha tu nifike pale nisiangushe mafans. But deep down nilikuwa na already na chokora. Hiyo ilikuwa part of my hustle. Unajua? Okay. So tunaamka asubuhi tunatafuta makuni. Unaona, tunaenda kwa gorofa zenye zinajengwa nini zile mambao nini. Tunaokota and then tunaenda kuuza kwa ututuma vibandasi. Kama kuna kibanda nini mahali inaendelea. Kuna place ilikuwa kuna jamaa alikuwa anaitwa Kikolio. Mkamba fulani hivi. Tunaenda huko unapeleka unapewa mbao, unapewa 50. So kulingana ni nini ama wingi wa kuni yenye umeokota. So after hapo kama pesa iko excess tunakula hapo. Unanunua gum, unavuta, unacheki. Na umetoka home. Unaona? So home tuko tunatoka asubuhi kurudi ni magizani. Na ukirudi magizani ni unapigwa na mzae ile mbaya sana. But now ilikuwa imeshaingia kwa system. Damn. Unaona? So kuna watu wenye wanakuwa tu chokot because of influence. But for fun. Watu wengi kama hobby tu. Ombachi pia. Unacheki hata ukifuatilia vizuri ama street kids wengi wako na makwao wametoroka. Hadi wanatafutwa ile big time. So inafikanga point yenyani utaki hata kukaa home. Kwa sasa hiyo time tuko tumejitegemea. Unajua unaenda unapata pesa, unaweza nunua gum, gum ilikuwa inaniweka zone. Ukivuta hivi gum ama mafuta ya ndege, yani inakuwa ni fun unacheka. Ni gum gani by the way? Ni ile kuna ile ya kiatu lakini sasa mafuta ya ndege ilikuwa ni amazing sana. Ndege like aeroplane nini? Jet fuel. Kwa hivyo ulikuwa aero boy. Ilikuwa na feeling fit. Sasa kwanza hiyo ukivutia place kwanza open, ucheck unasikia kuna mtu mwingine anacheka. Mnaanza tu kucheka ni ile mbasa. Ilikuwa hiyo gum unabai tu kwa hardware. Kulikuwa tu na majoint za kuuza. Kuna wasenye hiyo kuna hardware. Si hardware, kuna wasenye wanauzia hiyo ni busy yao. Kuna mapedi wa unainua kama tayari kwa hiyo chupa ndogo ndogo.
Kuna chupa yako unapimiwa kiasi yake tu. Unaona kuna pedi mwenye anauza bangi. Sasa kuimagine kwenye anauza tu gio gam. So, kuna clients. Nikisoma huku mother kaona huyu anaribia. Hii ni noma. Kapelekwa madrasa kidogo huku Isli, wanasomea huku Isli madrasa nini. Lakini bado ikakuwa ni gang tumezungukwa nayo cause mostly nilikuwa footballer. So wengine ni walikuwa waizi. Ama tu yani tulikuwa tu watu vita tu. Wanapigana huko. So haikuwa setting fiti ya kuraise mtoto ya area, so ndo tukarushwa UG kiasi. Mkarushwa wote? Like with their siblings? Kuna wengine walikuwa wakubwa already. But sisi ile age yetu yenye tulikuwa I think around 10 years hapo. Tukaekwa UG kusoma. So tulikuwa tunaenda tunasoma tunarudi. Holiday? Like primary, high school ama mwaka? High school. Mostly ilikuwa high school. So Raimani nilisomea huko. Uganda viboko zilikuwa zinatembea. Huko ni viboko alafu tena ni tulikuwa ama village huko, so ni setting boring, so cause hata nikienda huko nilikuwa sharp. I told you. Design yenye hadi nilikuwa narukishwa classes cause nilikuwa wale yani Nadia I think alikuwa side chick wangu. Unaona? Actually, yes. Alituambia kuna ule jamaa wa Lang'ata. So inamaanisha nilikuwa namwimbia yeye. Unajua? Yeye ndiye alikuwa side chick hiyo time. So nilikuwa nimejieka. So nilikuwa yeye alikuwa side chick. Na nikakuja nikabadilisha gava, so ni experiences za watu. Sometimes unapata na your current husband ni mtu mwenye mlikuwa maybe mko tu na mahusiano hapo kando, ikakuja ikashike ikakuwa sasa ndio main. Cause ujuange nani. Yeah, so si ati tulikuwa tunaimbia ati Nadia ati mimi nimepata side chick, no. Ni society tu, vitu venye zina happen. Kwenye huko unaweza kuwa sahi na bwana wako na hiyo time anakupata ulikuwa side chick yake, na sasa wewe ndio main, ama wewe ndio main sahi, wewe ndio side dude. Panda ile ring lazima nipimwe. So after nimemaliza kupimwa nikapata ni pressure yangu ilikuwa imeshuka. Cause hydration yangu ilikuwa pia chini. I think pia na hizo makukohoa nilikuwa nimwambia. So jamaa alikuwa na deal la mgonjwa. So keep wherever you are, you are fighting a sick person. That's why I can confidently say I'ma ask for a rematch. So wewe ulikuwa unataka Obina kukumbusha kunywa maji? Si maji. Hizo check-ups ningeambiwa mapema. Unajua ni vitu ningeadjust. Because pressure ilikuwa imeshuka. And then pia nilikuwa nakohoa sana. Ningekuwa na mtu medic mwenye unajua. So ngoja ukikohoa ulikuwa unadhania nini inafanyika? Sasa ikikohoa nilikuwa najua ni mimi ni mgonjwa. Okay, so ulikuwa unajua ni mgonjwa. So ulikuwa unataka Obina aseme confirm ni mgonjwa. Si Obina actually kazi yake iko hapo sasa ni medics. Ni actually ni federation sasa ni medics. When you hao wajue boxer mwenye anapanda ring ako hali gani. Unaona? But sasa unless we inject maybe wangeona ninakohoa ndio mkwe na homa wote. Juu sasa sio wangejua hiyo, wangeijua kama umenipima. So hapo nipima. Unacheki. Unaona? So mimi nilienda pale nikasema let me go represent, already nimeshatupa na usiki tu. Wacha tu nifike pale nisiangushe mafans. But deep down nilikuwa na already na pigana na battle lingine noma.